Amani aliangaza skrini ya kompyuta yake, macho yake yakikodoa kwenye barua pepe mpya iliyoingia. Ilikuwa na kichwa cha habari kinachotetemesha. Unataka kujua ukweli? Usiku wa manane, ukumbi wa zamani wa sinema. Hakukuwa na jina la mtumaji, hakukuwa na maelezo zaidi. Ni ujumbe wa mistari michache tu, lakini ulikuwa na uzito mkubwa. Moyo wake ulianza kugonga kifuani. Hii haikuwa mara ya kwanza kupokea ujumbe wa ajabu tangu waanze kuchunguza kuhusu muunganiko wa siri, Freemason. Lakini mara hii ilikuwa tofauti. Kulikuwa na mvuto wa ajabu ndani yake, kana kwamba mtu au kitu kilikuwa kikimvuta aende. Macho yake yalipata ukungu kwa sekunde moja, kisha taswira ya alama moja ilijitokeza kwenye kona ya screen. Pikseli zake zikitetemeka kama zilikuwa zikiungua ndani ya mwanga wa bluu wa laptop. Ilikuwa alama ya jicho linalotazama, jicho lililozungukwa na pembe tatu. Alifahamu alama hiyo, lakini aliizima screen haraka kabla hofu haijaanza kutawala akili yake. Saa ilipofika usiku wa manane, Amani alijikuta amesimama mbele ya ukumbi wa sinema uliotelekezwa. Mlango wake ulikuwa umefungwa kwa minyororo, lakini kivuli kilikuwa kimesimama nyuma ya glass iliyovunjika. Mtu yule hakusema neno, lakini alimpa bahasha ya zamani, kisha akapotea kama alivyojitokeza. Amani aliona vidole vyake vikitetemeka alipofungua bahasha hiyo. Ndani yake kulikuwa na karatasi moja tu, yenye mstari mmoja wa ajabu. Unapoanza kuona, usiache kuamini mwanga, hata kama giza linazidi kuingia. Kabla hata hajamaliza kusoma, milio isiyoeleweka ilianza kusikika ndani ya kichwa chake. Mungu wangu, hii siyo barua ya kawaida. Amani alirudi nyumbani akiwa na msongo mzito wa mawazo. Alitupa bahasha mezani, lakini hakuthubutu kuifungua tena. Kichwa chake kilikuwa kimesheheni hisia ambazo hakuweza kuelewa: hofu, msisimko na kitu kingine kizito kilichokuwa kikimvuta ndani zaidi. Alipowasha kompyuta yake, alikuwa na barua pepe mpya kutoka kwa mtu asiyejulikana tena, lakini mara hii ujumbe ulikuwa mfupi sana. Tayari umeanza kuona, usikimbie. Mapigo yake ya moyo yalizidi kasi. Je, ni nani alikuwa akimtazama? Aligeuza macho yake kwenye kioo cha dirisha, akitazama giza la mtaa wake. Lilikuwa kimya, kimya cha kushuku. Ghafla simu yake ikatoa mlio wa arifa, ujumbe kutoka kwa Zawadi. Usilale, kuna kitu unapaswa kuona. Amani alihisi baridi ikipenya kwenye ngozi yake. Kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida hapa. Amani alitazama ujumbe wa Zawadi kwa muda mrefu, vidole vyake vikitetemeka juu ya skrini ya simu. Ujumbe huo ulikuwa mfupi, lakini ulikuwa na uzito mkubwa. Kwa sekunde kadhaa alihisi kama dunia yote ilikuwa kimya, hata mapigo yake ya moyo yalionekana kupotea. Hakuwa na uhakika kama kilichomtisha zaidi ni maneno ya Zawadi au ukimya mzito uliokuwa umejificha nyuma ya giza la chumba chake. Alijikuta akiongeza mwangaza wa kompyuta yake, akijaribu kutafuta maana ndani ya mtandao, lakini kila alipopiga hatua, hali ikawa ya kutatanisha zaidi. Kioo cha skrini kilitetemeka, mistari meupe ikipita kwa kasi kwenye pembe za kompyuta. Ilikuwa kama glitch, lakini ilionekana kuwa zaidi ya hilo. Halafu sauti ilianza kusikika. Sauti ya kuhema ya mtu aliyekuwa karibu sana ndani ya chumba chake. Amani aligeuka haraka, lakini hakuwa na mtu. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Alifunga macho yake kwa sekunde moja tu, lakini alipozifungua tena kulikuwa na maandishi mapya kwenye skrini yake. Mwanga huja kwa wale wanaothubutu kuona. Lakini nani alikuwa akiandika haya? Kompyuta haikuwa imeunganishwa na mtandao. Baridi kali ilianza kupenya ndani ya ngozi yake, na kwa mara ya kwanza alihisi kama alikuwa sehemu ya mchezo ambao hakuelewa. Amani alishusha pumzi kwa nguvu, akijaribu kutuliza mapigo yake ya moyo. Maneno yaliyojitokeza kwenye skrini bado yalikuwa yakimchoma akilini. Mwanga huja kwa wale wanaothubutu kuona.
Kulikuwa na maana gani? Na kwa nini barua hiyo, ujumbe wa zawadi na hata alama alizoziona kwenye kompyuta yake zilianza kuleta mlingano wa ajabu? Aliamka taratibu akijaribu kutulia, lakini alipofika kando ya dirisha lake aliweza kuona kitu kingine cha kutisha. Mwangaza hafifu wa taa barabarani ulikuwa ukionyesha kivuli cha mtu aliyesimama bila kusogea. Mtu huyo hakuonekana wazi, lakini ulikuwa pale akimtazama moja kwa moja. Amani alijikuta akirudi nyuma, akibana pumzi yake. Kivuli hakikusogea. Sekunde zilivyopita, ulimwengu wake ulianza kutetemeka. Kulikuwa na hisia ya ajabu ambayo hakuweza kuelezea, kama vile akili yake ilijua kitu ambacho mwili wake ulifeli kuelewa. Halafu simu yake ikalia tena, ujumbe mpya kutoka kwa Zawadi: usitazame nje, fungua mlango wa nyuma. Moyo wake ulikuwa karibu kusimama. Kulikuwa na maana gani, na kwa nini Zawadi alikuwa anajua kinachoendelea? Amani alizungusha macho yake tena kuelekea nje, lakini kivuli kilikuwa kimepotea. Lakini kitu kilichomwacha baridi ni kwamba hakusikia hata hatua za mtu huyo kuondoka. Amani alisimama katikati ya chumba chake, akihisi kila sauti ya usiku ikimzunguka kwa namna isiyo ya kawaida. Ujumbe wa Zawadi bado ulikuwa uking'ara kwenye skrini yake: usitazame nje, fungua mlango wa nyuma. Hakujua kwa nini alitii bila kusita. Alitembea kwa mwendo wa taratibu kuelekea mlango wa nyuma wa nyumba yake. Vidole vyake vilishika kitasa cha mlango kwa upole, na kwa sekunde moja alihisi kana kwamba kitu kilikuwa kimemsubiri upande mwingine. Alifungua mlango huo pole pole, akitarajia upepo wa baridi wa usiku, lakini hakukuwa na upepo. Badala yake kulikuwa na kimya kikubwa, kana kwamba dunia yote ilikuwa imesimama. Halafu aliona uwanja ni nyuma ya nyumba yake. Kulikuwa na mduara uliochorwa ardhini kama alama ya zamani ya kiibada. Katikati ya mduara huo kulikuwa na karatasi iliyochomeka nusu, lakini maandishi yake bado yalionekana: usipochagua njia, wao watakuchagulia. Mwili wa Amani ulisisimka. Kabla hata hajashika karatasi hiyo, mlango wa nyuma wa nyumba yake ulifunga kwa nguvu nyuma yake, kama kwamba nguvu fulani isiyoonekana ilikuwa imesukuma. Kisha alihisi kitu, sauti laini ya kunong'ona, lakini sio kutoka kwa mtu yoyote aliyekuwa pale, bali kutoka ndani ya kichwa chake: tayari umeanza kuona, lakini unaweza kuvumilia. Ghafla giza lilionekana kuwa nene zaidi, na alihisi kila kitu kilianza kubadilika. Dunia yake haikuwa tena ile aliyoijua. Amani alijaribu kupiga hatua kurudi ndani, lakini miguu yake ilihisi kana kwamba ilikuwa imekita mizizi ardhini. Kila hewa aliyovuta ilionekana kuwa nzito, kama moto wa siri uliokuwa ukichoma ndani ya mapafu yake. Sauti zile ziliendelea. Zilikuwa karibu zaidi, lakini haziku nje. Zilikuwa ndani ya kichwa chake, zikizunguka kila wazo lake, kila shaka aliyokuwa nayo. Amani alifunga macho kwa nguvu, akijaribu kufuta kelele hizo, lakini zilionekana kuwa sehemu ya mwili wake sasa. Hata alipojaribu kujizuia, tayari zilikuwa zimemfikia kiini cha akili yake. Kisha sauti nyingine, sauti yake mwenyewe, lakini hakuwa amezungumza: unajua tayari, usikimbie. Moyo wake ulizidi kupiga kwa kasi. Hili halikuwa jambo la kawaida tena. Amani alijikuta akisogea taratibu kuelekea katikati ya mduara ule uliokuwa umechorwa ardhini. Alipiga magoti na kuichukua karatasi iliyokuwa imechomeka nusu. Ndani yake kulikuwa na orodha, majina, na moja kati ya majina hayo lilikuwa lake. Amani alihema kwa nguvu, mikono yake ikitetemeka juu ya karatasi aliyoshika. Orodha ya majina ilikuwa ndefu, lakini macho yake yaliganda kwenye jina lake mwenyewe, lilivyoandikwa kwa maandishi meupe yaliyofifia juu ya karatasi iliyochomeka nusu. Kulikuwa na maana gani? Aliteuliwaje? Na nani alikuwa amemchagua? Ghafla, sauti ile ya kunong'ona ilianza tena ndani ya kichwa chake:
Ulichagua kuona na sasa wao wamekuchagua. Amani alihisi ulimwengu wake ukizidi kuwa wa ajabu. Kila kitu kilikuwa kimya nje, lakini ndani ya akili yake kulikuwa na kelele za kufa mtu. Aligeuza karatasi na kuona mstari mwingine ulioandikwa kwa mwandiko wa kutetemeka. Usikatae mwaliko huu. Ikiwa utajaribu kukimbia, giza litakufuata. Mapigo ya moyo wake yalizidi kasi. Hakujua ni nini alikuwa anakabiliana nacho, lakini hakukuwa na njia ya kurudi nyuma. Aliweka karatasi mfukoni, akasogeza macho yake juu ya mduara ule wa kiibada. Upepo wa usiku ulizidi kuwa mzito, kana kwamba ulikuwa ukimkumbatia kwa nguvu isiyoonekana. Ndipo simu yake ilitoa mlio mwingine wa arifa. Ujumbe wa zawadi. Umeshachaguliwa, jiandae. Usiku wa saa 9, subiri mwanga wa kwanza. Lakini mwanga wa kwanza ulikuwa na maana gani? Amani hakuweza kutulia tena. Alijua usiku huu usingekuwa kama mingine. Usiku ulikuwa mzito, ukimya wake ukipenya ndani ya akili ya Amani. Saa zilikuwa zikitiririka polepole, kila dakika ikiongeza mzigo wa hofu ndani yake. Saa 9 usiku. Alisimama katikati ya chumba chake, akitazama dirisha kwa wasiwasi. Hakukuwa na kitu nje, lakini ndani ya mwili wake kulikuwa na hisia ya ajabu, kana kwamba kitu fulani kilikuwa tayari kimemzunguka. Kisha mwanga. Mwanga wa kwanza, hafifu lakini wa kushangaza, ulianza kuonekana nje. Haukuwa mwanga wa kawaida wa barabarani, haukuwa mwanga wa jua la alfajiri. Uliangaza kama moshi meupe unaoteleza polepole, ukizama ndani ya giza na kuufunua kwa njia isiyoeleweka. Ghafla sauti ikatoka ndani ya simu yake. Ujumbe wa zawadi. Nenda nje, wako tayari kukupokea. Amani alijikuta akikaza meno, akijaribu kupinga msukumo wa kwenda nje. Lakini mwili wake ulikuwa tayari umeanza kusonga. Hakuwa tena na udhibiti wa miguu yake. Aliufungua mlango kwa taratibu, upepo wa usiku ukimkumbatia kwa baridi kali. Pembe ya barabara, mahali ambapo mwanga ule ulikuwa umesimama, kulikuwa na watu. Watu waliovaa mavazi meupe, wakitazama moja kwa moja kwenye nyumba yake. Lakini kabla hajachukua hatua yoyote, mmoja wao alizungusha mkono wake, akiashiria kitu. Ndipo Amani aliona, pale chini kwenye ardhi kulikuwa na jina lake, limechorwa kwa mwanga wa ajabu. Kwa second moja, akili yake ilijaribu kupinga kile alichokuwa kikiona. Lakini sauti ile ilirudi tena, ikivuma ndani ya kichwa chake. Mchakato umeanza, hakuna kurudi nyuma. Amani alihisi baridi ikipenya ndani ya mifupa yake. Sasa hakukuwa tena mtazamaji wa hadithi hii, alikuwa sehemu yake. Amani alisimama nje, upepo wa usiku ukichoma ngozi yake kama miiba laini ya baridi. Alitazama chini, jina lake liliwaka katika mwanga wa ajabu. Halikuwa mwanga wa kawaida wa neon au mwanga wa taa. Lilikuwa likipenya moja kwa moja ndani ya akili yake, kama message ya moja kwa moja iliyokuwa ikimpitia bila kupita kwa macho. Wale watu waliovaa mavazi meupe bado walikuwa pale, wakisimama kimya, kana kwamba walikuwa wanamsubiri afanye uamuzi. Moyoni alikuwa akitaka kukimbia, lakini miguu yake hakusikia amri ya akili yake. Ndipo mmoja wao alisogea mbele. Hakusema neno, lakini aliinua mkono wake, akionyesha alama ya jicho lililofumbwa. Amani alihisi kichwa chake kikianza kuwasha, kana kwamba akili yake ilikuwa ikichochewa na nguvu isiyoeleweka. Tayari umefungua mlango, sauti ilisema, lakini haikuwa sauti ya mtu yoyote aliyekuwa pale nje. Ilikuwa ndani ya mawazo yake, ikiingilia kila wazo lake, kila hisia yake. Hakuna kurudi nyuma. Miguu yake ilisonga mbele bila hiari yake. Alitembea ndani ya mduara wa mwanga, na kwa second moja kila kitu kilipotea. Giza lilimkumbatia, lakini hakuwa tena pale alipoanza.
Hii haikuwa dunia aliyokuwa akiijua. Giza lilimfunika Amani kwa sekunde chache kabla ya kuona tena mwanga. Lakini hakuwa tena pale nje ya nyumba yake. Alikuwa ndani ya chumba kikubwa cha mviringo, kuta zake zikiwa zimejengwa kwa mawe mazito na kuzungukwa na alama za ajabu zilizoangazwa na mwanga wa mishumaa mirefu. Hali ya kimya ilimkaba koo, kama hewa ilikuwa nzito zaidi hapa. Hakujua jinsi alivyofika hapa. Hakukumbuka kutembea, lakini alisimama katikati ya sakafu yenye mduara mwingine wa mwanga, ule ule aliyouona nje. Kabla hajachukua hatua yoyote, sauti ikavuma kutoka kila kona ya chumba. Umevuka mpaka wa kutokoona. Sasa utajua kile ambacho wengi hawawezi kufahamu. Amani alizungusha macho yake pande zote, lakini hakuna aliyekuwa pale. Hakukuwa na watu. Lakini akihisi, alijua kulikuwa na uwepo, nguvu fulani sio ya kawaida. Ghafla, kuta za chumba zilianza kugeuka taratibu, kama mashine kubwa inayofanya kazi katika mwendo wa polepole wa kisiri. Aliona maumbo yaliyokuwa yakiibuka kutoka kuta hizo, nyuso zilizopinda, macho yaliyokodoa bila kope, na mikono iliyokuwa ikifinya hewa kana kwamba ilitaka kumfikia. Ndipo sauti ile ilirudi tena, lakini sasa ilikuwa karibu zaidi. Unaweza kurudi, lakini ukichagua kubaki, utajua kile ambacho hakipaswi kufichuliwa. Mapigo ya moyo wa Amani yalizidi kasi. Hili halikuwa tena jambo la kawaida. Hakuwa na uhakika kama alikuwa kwenye ndoto, kifo au ukweli usiojulikana. Lakini kwa sekunde moja alihisi kitu ndani yake. Ukimya uliingia. Halafu kelele kubwa ilivuma. Chumba kizima kilitingishika. Amani alijaribu kupiga hatua nyuma, lakini sakafu chini yake ilionekana kutoweka. Hakuhisi tena uzito wake juu ya ardhi, kama vile alikuwa akielea ndani ya giza. Ghafla, kuta zilianza kupinda tena, sura za nyuso zilizokuwa zikimtazama zikitikisika ndani ya mawe mazito ya chumba. Umechagua kubaki. Sasa jiandae kufungua macho ya kweli. Sauti hiyo ilikuwa kali zaidi, lakini bado haikuwa na mtu anayezungumza. Ndipo mwanga wa ajabu ulianza kutokea katikati ya chumba, ukizunguka katika mduara mkubwa. Mionzi yake ilianza kupenya kwenye ngozi ya Amani, na kwa sekunde moja alihisi kitu kisicho cha kawaida, kama vile akili yake ilikuwa ikisukumwa nje ya mwili wake. Aliona maono, sio ndoto, sio kumbukumbu, lakini picha za watu na maeneo ambayo hakuyajua. Mikutano ya giza katika majumba makubwa, nyuso zilizofichwa kwa vinyago vya ajabu, maneno yasiyoeleweka yaliyozungumzwa kwa sauti za kupindisha akili. Halafu aliona sura yake mwenyewe, akiwa sehemu ya kundi hilo. Mapigo ya moyo wake yalizidi kasi. Uko tayari, hatuna haja ya kukuuliza tena. Chumba kikaanza kuzama ndani ya mwanga, na Amani akajikuta akisukumwa mbali zaidi, akizama ndani ya kitu ambacho hakukuwa na uhakika kama kilikuwa ndoto, ukweli au mwisho wake mwenyewe. Giza lilikuwa limejaa kila kona, lakini akili ya Amani ilikuwa na mwanga usioeleweka. Maono yaliendelea kuja kwa kasi, picha za maisha ambayo hakuwahi kuishi, sura za watu aliowahi kuwaona lakini hakuwajua. Lakini kilichomtisha zaidi ni kwamba alikuwa sehemu yake. Kila maono yalionyesha matukio ambapo alikuwa pale, akishiriki, akitazama, akiamua. Lakini hakumbuki hata siku moja ya maisha yake akiwa ndani ya mkutano huo wa giza. Umemaliza kufungua macho yako. Sasa jiandae kwa uchaguzi. Sauti hiyo ilivuma ndani ya mawazo yake.
Lakini uchaguzi gani? Ghafla mwanga ule ukatoweka na Amani akajikuta amesimama tena nje ya nyumba yake karibu na ule mduara wa mwanga. Lakini nyumba yake haikuwa tena ile aliyoijua. Kuta zilionekana kuwa na maandishi ya ajabu, miti ilikuwa imejikunja kana kwamba ilikuwa imezeeka kwa miongo mingi usiku mmoja tu. Ndipo mlango wa nyumba yake ukafunguka kwa nguvu bila kuguswa. Amani akasikia sauti ya kunong'ona, lakini sasa ilitoka ndani ya nyumba yake. Umechagua kuona, lakini je, unaweza kuendelea kuishi na kile ulichokiona? Miguu yake ilitetemeka, hakujua kama aliweza. Amani alipoingia ndani ya nyumba yake, hakuhisi tena ukuta wa kawaida. Hewa ilibadilika, harufu ya chumba chake haikuwa tena ile aliyoijua. Aligeuza macho yake pande zote, samani zilikuwa pale, vitabu vyake vilikuwa mahali alivyovihifadhi, lakini kulikuwa na kitu tofauti. Ndipo alipoona picha moja juu ya meza, ilionyesha uso wake. Lakini hakuwa peke yake. Kulikuwa na watu wengine wawili pembeni yake wakitabasamu kwa mwanga wa kamera. Amani hakuweza kukumbuka siku aliyopiga picha hii. Hakujua watu hawa walikuwa nani. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Ghafla simu yake ikatoa arifa. Ujumbe mpya kutoka kwa namba isiyojulikana. Tumekukaribisha, umeanza kutambua, lakini bado hujaelewa. Lakini utajifunza, hakuna kurudi nyuma. Amani alihisi mwili wake ukipoteza nguvu. Hakuwa tena ndani ya maisha yake. Alikuwa ndani ya kitu kipya, kitu ambacho hakuelewa, lakini hakuwa na chaguo. Amani alishika picha ile kwa mikono iliyotetemeka. Nyuso zilizokuwa kwenye picha zilimtazama kwa tabasamu, lakini hakuweza kukumbuka hata mojawapo. Aliweka picha chini akijaribu kupunguza kasi ya mapigo yake ya moyo. Hakuelewa kilichokuwa kikiendelea. Ndipo simu yake ikatoa arifa tena, ujumbe mpya. Kumbukumbu yako haitabadilika mara moja. Polepole utatambua ulikuwa nani kabla ya kuona. Maneno hayo yalimletea mshituko wa ghafla. Kabla ya kuona, lakini alikuwa Amani maisha yake yote. Hakutaka kuamini, lakini kila kitu kilionekana kuwa na maana mpya. Alitembea kuelekea chumba chake, akifungua kabati lake kwa haraka. Ndani yake kulikuwa na mavazi ambayo hakukumbuka kuwa nayo. Koti zenye lembo za ajabu, shati lenye alama zile zile za Freemason alizoziona awali. Ndipo aliona kitu kingine kilichomfanya asimame bila kuhema. Pasipoti. Ilikuwa na picha yake, lakini jina lilikuwa tofauti. Zakaria Nyanda. Hili lilikuwa jina gani? Amani alihisi dunia yake ikitetemeka. Kabla hajashika pasipoti hiyo, taa za chumba chake ziliwaka na kuzimika kwa ghafla. Kisha mlango wa chumba chake ukafunguka polepole bila kuguswa. Na nje kulikuwa na kivuli. Kilimtazama moja kwa moja. Amani alisimama pale akihisi kila ubaridi wa hewa ukipenya ndani ya ngozi yake. Kivuli kilikuwa kimya, lakini uwepo wake ulijaa ndani ya chumba. Alijaribu kupiga hatua nyuma, lakini miguu yake ilihisi kama imekamatwa na ardhi. Kisha kivuli kilizungumza, lakini hakikufungua mdomo. Sauti yake ilikuja moja kwa moja ndani ya mawazo ya Amani. Kumbukumbu zinarudi polepole, utajua kila kitu, lakini kwanza lazima uchague. Amani alihisi baridi kali ikiambatana na maneno hayo. Ikiwa utakabuli, hutakuwa tena yule uliyefikiri kuwa wewe. Ikiwa utapinga, utasahaulika kabisa. Mapigo yake ya moyo yalizidi kasi. Kila kitu kilianza kuzunguka. Ukuta wa chumba chake ukigeuka kuwa kitu kingine. Sehemu ambayo hakuwahi kuona, lakini kwa namna fulani ilihisi kama mahali alipowepo.
Ndipo kivuli kilisogea mbele, mwanga wa ajabu ukianza kutoka ndani yake. Na sasa Amani hakuona mtu mmoja, aliona miili miwili. Mmoja ulikuwa wake, lakini ilikuwa tofauti. Ndipo alitambua, alikumbuka, lakini kitu gani kilicho cha kweli? Amani alihisi ulimwengu ukitetemeka. Aliweza kuona miili miwili mbele yake, mmoja ukiwa wake, lakini iliyojaa uzito wa kumbukumbu ambazo hakuzielewa. Kilichoogofya zaidi ni kwamba mwili huu mwingine ulionekana kuishi. Uso wake mwenyewe ulimtazama, lakini macho yake yalikuwa na kitu kipya, ufahamu ambao yeye hakuwa nao. Sasa unakumbuka, sauti ilivuma ndani ya akili yake. Je, uko tayari kukubali? Amani alihisi baridi kali ikipenya ndani ya mifupa yake. Alikuwa ameingia ndani ya mchezo ambao hakuuelewa, na sasa alikuwa na chaguo: kubali hatima ambayo haikuwa yake au kupotea kabisa ndani ya giza hili. Lakini alihisi kitu ndani yake. Ndani kabisa kulikuwa na sauti ndogo iliyokuwa ikimnongoneza kwa upole. Hili sio chaguo lako pekee. Miguu yake ilianza kusonga bila hiari, lakini mara hii hakuhisi kama alikuwa akilazimishwa. Alipiga hatua mbele, akitazama mwili wake mwingine moja kwa moja machoni. Ndipo kitu cha ajabu kilitokea. Maono yote yalipotea, na alijikuta tena akiwa chumbani mwake. Lakini chumba kilikuwa tofauti. Ndani yake kulikuwa na kitabu kizito juu ya meza, kitabu ambacho hajawahi kukiona, lakini kwa namna fulani alifahamu kila ukurasa wake. Ndipo alifungua ukurasa wa kwanza na akasoma jina lake likiwa limeandikwa kwa mwandiko wa ajabu: Amani, mtu aliyeteuliwa, mwisho hauwezi kubadilishwa. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Mwisho ulikuwa karibu. Amani alikodoa macho kwenye maandishi yale. Maneno yalikuwa mazito, kana kwamba yalizungumzwa kwa sauti ndani ya akili yake badala ya kuandikwa tu. Amani, mtu aliyeteuliwa, mwisho hauwezi kubadilishwa. Lakini ilikuwa lini aliteuliwa na nani aliyemteua? Aligeuza kurasa kwa haraka, akijaribu kupata maelezo zaidi. Lakini kila ukurasa wa kitabu hiki ulikuwa na maandishi yaliyobadilika kila sekunde, kana kwamba maneno haya yalikuwa hai, yakimjibu moja kwa moja. Ndipo akakuta ukurasa mwingine wenye maneno yaliyomstua zaidi. Mchakato umeanza. Utakapofungua ukurasa wa mwisho, hautakuwa tena yule uliyefikiri kuwa. Amani alihisi moyo wake ukisimama kwa sekunde kadhaa. Alishika kurasa za mwisho kwa tahadhari, akijua kwamba maamuzi yake sasa hayakuwa yake pekee. Alifungua. Ndipo dunia yake yote ilibadilika. Macho yake yaliona taswira ambazo hakuwahi kuona. Ukweli ulifunguka mbele yake kama pazia lililofunuliwa pole pole. Lakini kabla hatajaanza kuelewa, giza lilianza kumfunika tena. Kisha kelele kubwa zilivuma, na Amani akajua hakuwa tena mtu aliyekuwa awali. Amani hakuhisi tena uzito wa mwili wake. Ulimwengu wake ulikuwa umebadilika. Kila kitu kiligeuka kuwa taswira isiyoeleweka, kama ndoto ambayo haikuwa na mwanzo wala mwisho. Kitabu kilikuwa bado mkononi mwake, lakini maandishi yake yalikuwa yameanza kupotea. Kila neno lilififia polepole, likizama ndani ya giza ambalo sasa lilikuwa kimzunguka. Ndipo sauti ile irudi tena, sauti ambayo sasa alihisi kuwa yake mwenyewe, lakini isiyo yake. Umefika mwisho wa mwanga. Je, utauchagua au utarudi ndani ya giza? Amani alihisi akili yake ikizingirwa na maneno haya. Hakujua tena kama alikuwa mtu yule yule aliyekuwa mwanzoni mwa safari hii. Lakini alijua kitu kimoja, hakuwa na kurudi nyuma. Miguu yake ilisonga mbele, ndani ya mwangaza wa mwisho ambao ulikuwa mbele yake. Ndipo aliona uso wake, lakini mara hii haukuwa wa hofu. Ulikuwa wa mtu ambaye alielewa,
mtu aliyeteuliwa, na kwa mara ya mwisho kila kitu kilipotea. Amani hakuhisi tena uzito wa mwili wake. Ulimwengu wake ulikuwa umebadilika, kila kitu kiligeuka kuwa taswira isiyoeleweka, kama ndoto ambayo haikuwa na mwanzo wala mwisho. Kitabu kilikuwa bado mkononi mwake, lakini maandishi yake yalikuwa yameanza kupotea. Kila neno lilififia polepole, likizama ndani ya giza ambalo sasa lilikuwa likimzunguka. Ndipo sauti ile ilirudi tena, sauti ambayo sasa ilihisi kuwa yake mwenyewe, lakini isiyo yake. Umefika mwisho wa mwanga. Je, utauchagua au utarudi ndani ya giza? Amani alihisi akili yake ikizingirwa na maneno haya. Hakujua tena kama alikuwa mtu yule yule aliyekuwa mwanzoni mwa safari hii, lakini alijua kitu kimoja: hakukuwa na kurudi nyuma. Miguu yake ilisonga mbele, ndani ya mwangaza wa mwisho ambao ulikuwa mbele yake. Ndipo aliona uso wake, lakini mara hii haukuwa wa hofu. Ulikuwa wa mtu ambaye alielewa, mtu aliyeteuliwa. Na kwa mara ya mwisho, kila kitu kilipotea. Mwisho haukuwa wake tena, ulikuwa wao. Amani alifungua macho yake, lakini hakuhisi mwili wake. Hakujua kama alikuwa amesimama, amelala, au hata kama bado alikuwa hai. Kila kitu kilikuwa kimya. Ndipo sauti ilirudi tena, lakini mara hii haikuwa ya kunong'ona. Ilikuwa wazi, kali na yenye uzito. Sasa unaelewa. Lakini kuelewa hakumaanishi kuwa huru. Amani alijaribu kuzungumza, lakini sauti yake haikutoka. Aliweza kuona. Sehemu aliyopo haikuwa tena chumba chake, wala ulimwengu aliyoujua. Ilikuwa nafasi isiyo na ukuta, isiyo na sakafu, isiyo na anga. Lakini ndani yake kulikuwa na majina. Majina yaliyomzunguka, yakielea katika hewa. Ndipo aliona jina lake tena. Lakini mara hii lilikuwa limeandikwa kwa rangi nyeusi, tofauti na mengine. Kisha mwangaza ulifunika kila kitu, na Amani alichagua. Amani alichagua. Amani alihisi mwili wake ukizama ndani ya mwangaza ule wa mwisho. Ndani ya sekunde chache, kila kitu kilipotea. Halafu kimya. Hakuwa na uhakika kama alikuwa amekufa, ameanza maisha mapya, au amewekwa mahali ambapo hakuna mtu mwingine angeweza kufika. Ndipo akafungua macho yake. Alikuwa ameanza tena, lakini dunia haikuwa kama alivyoikumbuka. Barabara ilikuwa pale, lakini majengo yalikuwa yamebadilika kidogo. Watu walitembea kama kawaida, lakini walionekana kuwa na mwangaza tofauti machoni mwao. Na ndani yake, akili yake ilikuwa na kitu kipya. Alijua, lakini hakuweza kuelezea kile alichokijua. Ndipo simu yake ikatoa arifa. Ujumbe mmoja tu. Ujumbe kutoka kwa namba ile ile isiyo na jina. Umeanza kuona. Hili ni mwanzo, sio mwisho. Amani hakujibu. Alijua hakuna haja ya kujibu, kwa sababu safari yake ilikuwa imeanza tena. Amani alitembea barabarani, akihisi mwili wake ukiwa mwepesi, lakini akili yake ikiwa na uzito wa maono aliyoyapata. Kila mtu aliyemuona alionekana kuwa wa kawaida, lakini hakuhisi kama walikuwa kweli kawaida. Ndipo akapita mbele ya dirisha la duka moja na kuona taswira yake. Kwa sekunde moja, kila kitu kilisimama. Uso aliyouona haukuwa wake. Ndipo simu yake ikatoa arifa tena. Ujumbe mmoja tu kutoka kwa namba ile ile isiyo na jina. Mwisho haupo. Mchezo haujaisha. Karibu nyumbani. Amani aligeuza macho yake nyuma, akitazama mtaa ambao sasa ulianza kuwa wenye ukungu hafifu. Hakuweza kutofautisha tena. Je, alikuwa ndoto au kweli alikuwa sehemu ya kitu ambacho hakieleweki? Lakini jambo moja alifahamu, hakukuwa na kurudi nyuma. Amani alisimama katikati ya mtaa, upepo wa joto ukivuma taratibu, lakini kila kitu kilihisi kuwa cha ajabu. Simu yake ilikuwa kimya, lakini alijua haitabaki hivyo kwa muda mrefu. Alikuwa ndani ya mchezo ambao hakuelewa kikamilifu. Ndipo akatazama mbele, macho yake yakikutana na mtu mmoja aliyekuwa akimtazama. Mtu huyo alikuwa na tabasamu hafifu, lakini macho yake yalikuwa na jambo la ajabu ndani yake. Sio hofu, sio furaha, bali kitu kilichojaa uelewa mkubwa.
Amani alihisi mwili wake kuingiwa na baridi kali. Ndipo mtu huyo akazungumza kwa sauti tulivu sana, lakini iliyojaa nguvu. Umeanza kuona, sasa lazima uamue. Ndipo simu yake ikatoa arifa tena. Ujumbe mmoja tu. Hatua inayofuata si ya mwisho, ni mwanzo wa mwisho mwingine. Amani hakujibu, kwa sababu sasa alijua ukweli mmoja mkubwa: hakukuwa na mwisho. Kulikuwa na mlango mwingine, na nyuma yake kulikuwa na hatua ambayo haikuwa yake pekee. Lakini angechagua kuingia, mchezo haukuisha. Amani hakuyumbishwa na maneno aliyoyasikia, lakini ndani kabisa alijua tayari alikuwa amefanya chaguo, sio kwa hiari, bali kwa jambo ambalo lilianza muda mrefu kabla ya yeye kulitambua. Mtu aliyemsogelea hakusema neno zaidi, alikuwa kimya, lakini mwonekano wake ulikuwa wazi. Alikuwa akisubiri. Ndipo Amani akapiga hatua moja mbele. Moyo wake ulikuwa mzito, lakini miguu yake haikusita. Pamoja na kila kitu alichokiona, alichosikia na alichohisi, hakukuwa tena na njia ya kurudi nyuma. Ukweli ulikuwa umefunguliwa, lakini kile kilichokuwa mbele yake hakukijua bado. Amani alipiga hatua nyingine mbele, akihisi kama mwili wake ulikuwa ukiteleza ndani ya hali isiyoeleweka. Mtu aliyesimama mbele yake hakuhama hata kidogo, lakini macho yake yalibadilika. Sasa yalikuwa yenye mwanga hafifu, kana kwamba yalikuwa yakichoma giza lililomzunguka. Hatima haibadilishwi, lakini inaweza kueleweka. Amani hakujibu, lakini ndani ya mawazo yake kila kitu kilikuwa wazi. Hakuwa tena mtu aliyekuwa mwanzoni mwa safari hii. Alikuwa kitu kingine, na mbele yake kulikuwa na mlango. Si wa kawaida, mlango uliokuwa na mwangaza wa ajabu, ukizungukwa na alama ambazo zilionekana kuwa za mchanganyiko wa lugha tofauti za zamani na mpya. Ndipo mtu yule akainua mkono wake akionyesha kitu. Kisu kilichokuwa na maandishi juu yake. Amani alisogea mbele, na kwa mara ya mwisho alijua ulikuwa wakati wa kuchagua. Amani alisimama mbele ya mlango, moyo wake ukigonga kwa kasi ambayo hakuwa amezoea. Kisu bado kilikuwa mkononi mwa yule mtu, na maandishi juu yake yalikuwa yanang'aa kama yalikuwa yakiandika tena yenyewe. Ukiingia utajua, ukiamua kuondoka hutakumbuka. Maamuzi yalikuwa sasa mikononi mwake. Macho yake yalikuwa makavu, akili yake ikiwa na uzito wa kila kitu alichopitia. Lakini ndani kabisa alijua hakukuwa na kurudi nyuma. Alisogeza mkono wake, akagusa kitasa cha mlango. Ndipo upepo mzito ulivuma na dunia yake ilianza kupotea tena. Lakini kabla ya giza kufunika kila kitu, alisikia sauti ya mwisho, sauti yake mwenyewe lakini isiyo yake. Hatima haibadiliki, lakini inaweza kuishi ndani ya mwingine. Na mlango ulifunguka. Amani alihisi mwili wake ukiteleza ndani ya giza mara tu mlango ulipofunguka. Hakukuwa na sakafu chini yake, hakukuwa na upepo, hakukuwa na sauti. Ndani ya sekunde chache kila kitu kilibadilika. Alikuwa ndani ya ukumbi mkubwa wenye ngazi ndefu zinazozunguka ukuta wa mawe. Hakujua yuko wapi, lakini ndani kabisa alihisi kama mahali hapa palikuwa pamekuwepo muda mrefu kabla hajazaliwa. Ndipo alisikia sauti ya mtu mmoja. Sio ile sauti iliyokuwa ndani ya mawazo yake. Sauti halisi. Karibu nyumbani, Amani. Amani aligeuka haraka. Mbele yake kulikuwa na mtu aliyekuwa na sura ya ajabu. Macho yake yalikuwa yamejaa mwanga hafifu, mikono yake ikiwa na alama za ajabu zilizojaa maandishi yaliyopinda. Hakutabasamu, hakukasirika, alimtazama moja kwa moja. Sasa unajua, lakini bado hujaelewa. Ndipo ukumbi ulianza kutikisika na Amani akajua, hatua hii haikuwa mwisho wake. Ilikuwa mwanzo wa kitu kingine. Hatua, mbele, mlango, lakini bado hujaelewa. Amani hakusogea, macho yake yalikuwa makavu, akili yake ikiyumba kati ya kuamini na kupinga alichokuwa akikiona. Mtu aliyesimama mbele yake hakupumua, hakuyumba, alikuwa imara kama sanamu iliyo hai. Umefika hapa kwa sababu ulitaka kuona,
Sasa unapaswa kuchagua ikiwa utaelewa. Moyo wa Amani ulikuwa mzito, lakini hakuwa tena na woga. Alisonga hatua moja mbele, ndipo sakafu chini ya miguu yake ilianza kuyeyuka kama moshi uliozunguka kila pembe ya ukumbi huo mkubwa. Maandishi yaliyojaa kwenye ukuta yalianza kubadilika, sasa yalizunguka kwa mwendo wa taratibu, yakionekana kupangilia kitu ambacho hakieleweki kwa macho ya kawaida. Ndipo mtu yule aliinua mkono wake. Mchezo hakuwa wako pekee. Ulifikiri ulikuwa unachagua, lakini tangu mwanzo wewe mwenyewe ulikuwa chaguo. Amani hakujibu, lakini ndani yake kila kitu kilianza kuwa wazi. Sasa alikuwa ameingia. Sasa hakuwa tena yule aliyefikiri kuwa, na mlango wa mwisho ulikuwa mbele yake. Ndipo kila kitu kilipotea tena. Amani alipiga hatua ndani ya mlango huo wa mwisho, mwangaza wake ukimfunika mwili wake kwa nguvu ya ajabu. Ndani ya sekunde chache kila kitu kilibadilika. Hakukuwa tena na ukumbi, hakukuwa na maandishi yanayozunguka kuta, hakukuwa na sauti ya mtu mwingine. Alisimama mahali ambapo hakukuwa na kitu isipokuwa yeye mwenyewe. Kisha sauti ilivuma moja kwa moja ndani ya akili yake. Umechagua, lakini sasa unapaswa kuelewa. Ndipo mbele yake ukatokea mduara wa mwangaza wenye maumbo yasiyoeleweka. Ndani yake Amani aliona taswira, sio za maono ya ajabu tena, bali picha za maisha aliyoyapitia, maneno aliyoyasema, maamuzi aliyochagua. Ndipo aliona kitu kingine cha ajabu. Wakati wote alifikiri alikuwa akichagua hatua zake, lakini ukweli ulikuwa tofauti. Hatima yake haikuwahi kuwa yake pekee. Alikuwa sehemu ya kitu ambacho kilikuwa kimeanza muda mrefu kabla hajazaliwa. Sasa alijua, lakini hakujua ikiwa angeweza kukubali. Ndipo mwangaza ule ukamzingira kabisa, na kwa mara ya mwisho kila kitu kilipotea. Mwangaza ulimfunika Amani, lakini ndani kabisa hisia zake hazikuwa za uhakika. Aliona kila kitu kwa uwazi wa kutisha, majibu ambayo yalifichika muda mrefu, maneno ambayo hayakuwahi kusemwa, na maamuzi ambayo hakuwa na uhuru wa kuyafanya. Ndipo sauti ikarudi tena. Umefika mwisho, lakini mwisho sio mwisho kweli. Amani alihisi uzito ukimkaba ndani ya mawazo yake. Hakuwa tena na hofu, lakini hakuwa na uhakika pia. Kwa mara ya kwanza, hakujua ikiwa alikuwa bado yeye mwenyewe. Ndipo mwangaza ulififia, na mbele yake kulikuwa na kioo. Si kioo cha kawaida, bali kioo kilichoreflect kila tokeo la maisha yake. Ndani yake hakuona sura yake tu, aliona kila chaguo alilowahi kufanya. Aliona kila kitu alichoacha nyuma. Je, unaweza kukubali kilichokuwa kweli? Amani hakujibu, lakini ndani kabisa alijua hakukuwa na kurudi nyuma. Alisogea mbele akigusa kioo hicho kwa mkono wake mmoja. Ndipo kila kitu kilipasuka. Mwangaza ulimfunika Amani, lakini ndani kabisa hisia zake hazikuwa za uhakika. Aliona kila kitu kwa uwazi wa kutisha, majibu ambayo yalifichika muda mrefu, maneno ambayo hayakuwahi kusemwa, na maamuzi ambayo hakuwa na uhuru wa kuyafanya. Ndipo sauti ikarudi tena. Umefika mwisho, lakini mwisho sio mwisho kweli. Amani alihisi uzito ukimkaba ndani ya mawazo yake. Hakuwa tena na hofu, lakini hakuwa na uhakika pia. Kwa mara ya kwanza, hakujua ikiwa alikuwa bado yeye mwenyewe. Ndipo mwangaza ulififia, na mbele yake kulikuwa na kioo. Si kioo cha kawaida, bali kioo kilichoreflect kila tokeo la maisha yake. Ndani yake hakuona sura yake tu, aliona kila chaguo alichowahi kufanya. Aliona kila kitu alichoacha nyuma. Je, unaweza kukubali kilichokuwa kweli? Amani hakujibu, lakini ndani kabisa alijua hakukuwa na kurudi nyuma. Alisogea mbele akigusa kioo hicho kwa mkono wake mmoja. Ndipo kila kitu kilipasuka. Amani alisimama mbele ya kioo hicho kilichojaza kila sura ya maisha yake, lakini hakuweza kujua ikiwa kilikuwa kweli.
Ndipo mwangaza wa mwisho ulizunguka ulimwengu wake. Sauti ilivuma, lakini mara hii haikutoa maelezo. Hakukuwa na swali, hakukuwa na chaguo. Ukweli ulikuwa pale, lakini hakuwa wazi. Ndipo kila kitu kilipotea kwa mara ya mwisho. Amani hakujua ikiwa alikuwa bado ndani ya mchezo huu au kama alikuwa sehemu ya kitu ambacho hakikuwa na mwisho. Lakini jambo moja alijua, hakuna aliyeweza kusema ukweli wake. Na hali inabaki yenye utata, ukungu wa simulizi hii ukiacha kila kitu kisijulikane. Hii imekuwa safari ya kisaikolojia isiyo na kikomo, iliyojaa fumbo, hofu na mguso wa kutovuka mipaka ya ukweli na udanganyifu, iliyojaa kweli na udanganyifu. Unahisi vipi kuhusu hii hadithi? Theater Fire.